Kwa majina anaitwa Saliku Ibn Abubakari Hassani. Umejisikiaje baada ya kutangazwa kuibuka mshindi wa pili wa kusoma Qur'an? Walillahi alhamdu, nimshukuru Allah subhanahu wa ta'ala, kwani yeye ndio kila kitu, ndio alinipa nguvu na nikaweza kupata nafasi hii. Ndio. Kuna wale ambao wako mtaani hawapendi kwenda madrasa, nasaha zako ni zipi? Na washauri mimi, jambo la muhimu zaidi waende madrasa, kwa sababu huko ndio inakopatikana elimu na misingi ya dini, na ndio hiyo misingi ambayo inaweza kumuongoza mtu kwenda katika pepo ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mbinu zipi ambazo umezitumia katika kusoma Qur'an? Sasa ni dua za mashaikh. Ni aya gani ndani ya Qur'ani ambapo unapoisoma ama inaposoma inakuwa na athari? Aya ambayo ni aya gani ndani ya Qur'ani ambapo unapoisoma wewe ama inaposoma huwa ina athari kwako? Man jaa bil hasanati falahu ashru amthali wa man jaa bis sayyi'ati. Vijana wa Shamsia Mji Mwema na Al-Habash, tusubiri gari inakuja. Manake man jaa, yeyote amekuja bil hasanati, kwa jema moja, falahu, ana mtu huyo, ashru amthaliha, 10 mfano wake. Na yule ambaye kwamba amekuja kwa mambo maovu, hatolipa mtu huyo isipokuwa ni mfano wake ambaye kila mtu kwamba amekifanya, na mtu huyo la yudhulamuna, au kudhulumiwa, hatodhulumiwa. Una kipi cha kuambia wale ambao wanapenda kuwa kama wewe? Nawaambia jitahidi tu wao na kupa katika masomo. Mwisho, ni upi umuhimu wa kusoma Qur'an? Umuhimu wa kusoma Qur'ani kwanza ndio mwongozo wetu sisi. Qur'ani ndio dira yetu sisi. Kwa hiyo inabidi tujitahidi kusoma Qur'ani, maana Qur'ani hii ndio itatuongoza sisi katika dunia hii na akhera. Umuhimu wa zakatul fitri, kwanza utambua wanachuoni wametenga vitabu vinavyohusiana na masala tu ya zakatu. Zakatul fitri ni bora sana, na zakatul fitri ndio inafuta yale makosa ambayo sisi tulikuwa tunajisahau, na funga zetu tumefunga tukao tunafanya mambo ambayo Mungu na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam hawajatuamrisha. Kwa hiyo zakatul fitri, watu wasidharau zakatul fitri, ndizo ambazo zitaweza kutufutia yale makosa ambayo sisi tulikuwa tunayafanya pasina ima kwa kujua, ima pasina ya kujua, katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Na zakatul fitri ni wajibu kwa yule ambaye ana uwezo, lazima atoe zakatul fitri. Lakini pia na wale ndugu ambao hawajiwezi, au wale watu ambao hawajiwezi, lazima wapelekee zakatul fitri. Na wale watu ambao wanakaa nao, wale nyumbani, lazima awatolee zakatul fitri. Hata kama ni mtoto mdogo ambaye amediriki dakika chache katika mwezi wa Ramadhani, amezaliwa, lazima naye aweze kutolewa zakatul fitri. Ni kiasi gani hasa ambacho kinatakiwa kutolewa katika zakatul fitri? Katika kiasi ambacho kinatakiwa kutolewa siwezi kukadiria, lakini wanachuoni wamepigia kiasi. Kama ni mchele wamesema 2.5 kilo. Sasa 2.5 kilo wewe ndio utaangalia mchele sasa hivi unauzwa shilingi ngapi, kama ni hela utoe, ama kama ni mchele uangalia ule unaoeleweka, si ule mchele wa bei ya chini. Mwezi huu mtukufu wa Ramadhani tumeona misikiti mingi imejaa, lakini kadri Ramadhani inavyoelekea ukingoni watu wamepungua sana misikitini. Nasaha zako ni zipi? Shida ni kwamba watu hawataki kusoma. Watu mwezi wa Ramadhani unapoingia kwamba wenyewe wanauabudia mwezi wa Ramadhani, hawamwabudu Mwenyezi Mungu baadhi yao, ndipo utaona mwezi wa Ramadhani ukiisha, basi na wenyewe msikitini kuisha. Ndio tunaambia yule ambaye anaiabudia Ramadhani inaisha, lakini yule ambaye anamwabudu Mwenyezi Mungu yupo siku zote. Hiyo na chochote cha kuongezea? Sina chochote. Wanasema ya kwamba kila lenye mwanzo huwa halikosi kuwa na mwisho wake, na hivi sasa ndio mwisho wa mahojiano haya, ambapo tumeweza kuwahoji wasomaji wa Qur'ani ambao ni washindi, na pia wale ambao wameweza kuibuka washindi kwa upande wa mawaidha. Langu jina ni Fikiri mwana wa Ali, nyuma ya kamera akiwa Abdul. Moja kwa moja niseme masram fi amanillah. Fadhakir innama anta mudhakkir lasta alayhim bimusaytir.